Thank you very much. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Hema la maombi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wacha nijipanguze jasho kidogo. Kipindi cha maombi kimekuwa kikali sana. Wacha sasa tuingie katika kipindi cha neno la Bwana. Bwana asifiwe. Unajua dunia hii hakuna kitu kizuri kama neno la Mungu. Bwana asifiwe. Hata baada ya maombi, baada ya mambo mengine, injili tuliambiwa tuihubiri. Bwana asifiwe. Na siku hizi sisi hatuna uchoyo kama hema la maombi. Bwana asifiwe. Tunahubiria mpaka wenye wako nyumbani. Bwana asifiwe. Wenye wako home, wenye wako katika mitandao, Facebook, YouTube, wote wanatuona na wanatazama video ya mahubiri yetu. Bwana asifiwe. Na bado tunasonga mbele. Bwana asifiwe. Tulisema wacha washuhudie venye tuko saizi. The more tunaendelea kuinuliwa, the more Mungu anatupeleka kiwango kingine, watakuwa wakiona nani kweli Mungu anatenda jambo mahali pale. Bwana asifiwe. Bila kutupa wakati, nataka tusome maandiko yetu katika kitabu cha Ufunuo 6, tuanzie mstari wa 4, alafu turuke tuende wa 8. Kuna maandiko iko pale na ninaomba dada wetu karani wetu atakuja hapa, atajitaja jina vizuri atakapokuwa pale katika jukwaa la kusoma maandiko ya Mungu. Karibu sana dada wetu. Karibu sana, karibu sana. Amen. Karibu nikwambie ufungue hivi. Nilikuwa dhani ni sweta umefunga kwa kiuno. Ndio nimerudi nikaona kumbe ni swag. Iko sawa kabisa. Tupige makofi dada wetu ama karani wetu wa kanisa anapotusomea maandiko. Amen. Alafu wale ambao mko huko nyuma, mama yetu njoo hapa. Karibu. Thank you very much. Thank you very much. Wote tusonge tu mbele. Tusiogope hivi keti mbele. Asante sana. Asante sana. Karibu sana katika mahubiri ya hema la maombi. Wacha tusomee neno la Mungu ili tujue neno la Mungu la siku ya leo linasema nini. Karibu sana. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa William Sibega. Kwa uwezo wa Bwana nitasoma. Kitabu ni Ufunuo 6 kuanzia 4. Soma maandiko hayo. Akatoka farasi mwingine mwekundu sana. Akatoka farasi mwingine mwekundu sana. Na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi. Alipewa kuiondoa amani katika nchi. Haya. Hiyo imeisha. Ili watu wauone ili watu wauone, naye akapewa upanga mkubwa. Hiyo imeisha. Haya, hiyo kitabu kinaongelea kuhusu malaika aliyeonekana. Amen. Kitabu hicho kinaongelea malaika fulani aliyepewa mamlaka ya kukuja kuondoa amani hapa duniani. Bwana asifiwe. Amen. Usiende kwanza dada yetu karani. Usiende kwa sababu kuna mstari mwingine pale chini. Nataka tusome huo mstari huo wa 8. Nimeshamark. Songesha tu juu kidogo. Utaona mstari wa 8 pale pia nimeshamark. Tumalizie hiyo maandiko. Nikaona na tazama farasi wa rangi ya kijivujivu, na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti. Huyo ni malaika mwingine. Na kuzimu akafuatana naye. Nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi. Yaani wakapewa mamlaka robo ya nchi. Hiyo ni 3/4 ama ni quarter? Ni quarter. Waue kwa upanga. Waue kwa upanga. Na kwa njaa. Na kwa njaa. Na kwa tauni. Na kwa hayawani wa nchi. Hata usitoke hapo, acha tuhubiri na wewe. Kwa sababu ni maana kumbe hiyo mstari bado tutasoma. Mstari wa kwanza tumesoma tukaambiwa kukaonekana malaika ambaye aliambiwa akuje aondoe amani duniani. Kumbe hii amani ambayo tunaikosa sasa nyingine yaweza kuwa ni yule malaika bado anafanya kazi yake, kwa sababu alikuwa shaonekana kwamba amepewa ruhusa, hebu nenda duniani ukamalize amani. Bwana asifiwe. Sijui kama mmeona wakati huu ambao umefika, amani imekosa duniani. Bwana asifiwe. Kwa sababu ugonjwa kwanza huu ambao ulikuja umeleta sababu kubwa sana kwamba maandiko haya yameanza kutimia, kwamba kulionekana malaika ambaye alipewa ruhusa. Kwanza yule malaika inasemekana alikuwa mwekundu. Hiyo mstari ya 4 hiyo
alikuwa farasi wake alikuwa wa rangi gani? Mwekundu. Farasi wake alikuwa mwekundu. Tunajua siku zote red inamaanisha danger. Yaani amepewa farasi ya kufanya kazi ambayo sio kazi nzuri. Bwana asifiwe. Amen. Na ni kwa nini kuwe namna hiyo? Kwa nini Mungu akafanya vile? Kwa nini Mungu akatuma malaika? Kwa sababu pale ni Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Alituma malaika na akampa ruhusa, akamwambia nataka uende uondoe amani katika dunia. Kwa hivyo sasa zingine mambo ambayo tunapitia yaweza kuwa ni malaika huyu, mambo magumu ambayo dunia inapitia yaweza kuwa ni malaika huyu anazidi kutimiza kazi aliyopewa. Na ni kwa nini apewe hiyo kazi? Kwa ajili ya dhambi ambayo iko duniani. Bwana sifiwe. Kwa sababu watu walishakataa kusikia venye Mungu anataka. Mungu akiambia watu watubu, Mungu akiambia watu kaeni vizuri, Mungu akiambia watu wacheni kuua mwenzako, wacha kufanyia mtu mwingine vibaya, bado watu wanazidi kufanya hivyo. Wacheni mambo mabaya duniani, ushoga na mambo mabaya, dhambi duniani. Unakumbuka siku kama ile ambayo dunia ilimalizwa pale Sodom and Gomorrah walimalizwa. Kulikuwa na dhambi ambayo inasemekana kuharibu sana, ilikuwa ni dhambi ya ushoga ambayo Mungu akiwa mbinguni ilimuudhi sana, kwa sababu Mungu hakuumba mtu awe rafiki na mwingine mwenzake. Na hiyo dhambi, hebu imagine, baada ya miaka mingi, baada ya miaka maelfu, dhambi ile ya ushoga imeanza kurudi tena duniani. Bwana asifiwe. Na imeanza kuombewa mpaka ruhusa. Kuna watu wanaomba ruhusa sasa hivi venye tunaongea na wewe, ili wapewe ruhusa ya kufanya ushoga duniani. Amen. Amen. Na mpaka zile nchi ambazo ziko juu sana duniani zinasema kwamba msipowapea ruhusa tutawanyima mpaka msaada. Mpaka nchi zingine, hata Kenya ni kati ya nchi ambazo zinatakana kutishwa sana kwa sababu ya kukataa kupea wale ambao wanaitwa guest ruhusa ya kuendelea na maisha yale. Bwana asifiwe. Amen. Sisi ni Wakristo hapa duniani. Watu wengi ni Wakristo hapa duniani. Lakini hebu ona kitu ambacho kinajitokeza mkiwa tu duniani, tukiwa tunajionea. Mbeleni kitambo kidogo tulikuwa tunasikia ni kama mambo ya ushoga ni kama ilikuwa ni mambo ya kitambo, ni kama ile mambo ya Sodom and Gomorrah. Lakini sasa hivi tumeshaanza kushuhudia. Bwana asifiwe. Tumeanza kushuhudia kuna mambo haiendi vizuri. Na ndio naona Mungu akiwa mbinguni anatuma malaika akuja aondoe amani duniani. Kuondolewa amani itaondolewa namna gani? Mambo zingine ambazo watu wanapitia duniani, mashida zenye watu wanapitia hapa duniani, kupata watu wanauana hapa duniani ovyo ovyo, yaweza kuwa ni huyu malaika ili mkose amani. Unapata leo mtu huyu mtu ameua mpenzi wake. Watu ni boyfriend and girlfriend, ama ni bibi na bwana. Akiwakikosana kidogo tunasikia tu aliua bibi yake, ama aliua bwana yake, ama aliua bwana, bibi na watoto. Ni vitu gani hiyo? Vitu ambazo saizi hata katika TV yako ukifungulia vitu zenye zinapaka pale ni vitu za kutisha. Taarifa siku hizi tulishazoea. Unajua tu ikianza itaanza na habari mbaya. Mahali fulani pale Langas mtu fulani ameua bibi na watoto. Upande wa Huruma kumepatikana mtu ametupa mtoto kwa choo. Mahali fulani kumepatikana bwana na bibi wameuliwa. Unashindwa waliuliwa na nani? Bwana asifiwe. Kuliendaje? Bwana asifiwe. Mambo mabaya. Hiyo ni huyo malaika mwenye anaonekana kwamba aliambiwa enenda duniani ukamalize amani. Ndio unasikia hata mtu ataua mpaka mama yake mzazi. Amen. Mzazi unapata tu amemuua, akienda kuulizwa, sijuzi mliona kwa TV ati kwamba mtu ameua familia yake walitoka kule Amerika, walikuwa naishi Amerika. Kijana wao mwenye ako hapa Kenya na anaishi hapa Kenya. Wazazi walipotukuja hivi, wakiwa kwa nyumba wakavamiwa, na kuvamiwa kurudi kufanyika uchunguzi kukajulikana ni kijana yao. Wakati aliulizwa ulifikiriaje ukaua mama yako na baba yako na mpaka mfanyikazi? Kuliendaje mpaka katotoka kale kadogo? Akasema mimi hata sijui venye kulienda. Mimi sijui kulienda namna gani. Yaani hata yeye mwenyewe hajielewi. Bwana asifiwe. Ni huyu malaika, shida ni huyu malaika mwenye alitumwa kuondoa amani duniani, kuweka hofu. Hebu niambie familia kama hili ilisikia namna gani wakati imesikia kwamba mtu fulani na ni mtoto wao ambao wanapenda kwanza ni mtoto wao mwenye ako majuu amekuja ameuliwa, yeye, bibi yake, mtoto wao mdogo na bibi wao mwenye ako kwa nyuma ameuliwa, amekatakatwa. Hiyo ni vitu gani? Hebu niambie ni huzuni kiwango gani? Kwa sababu hata wakati unatazama TV ile kitu inakugusanga ni kama ni familia yako. Yaani unasikia imekutouch, kumaanisha hata kwa ile hofu, hata kama sio mtu wenu, tayari hata wewe unapatanga uko na hofu fulani ambayo imekuingia kwa maisha yako. Unashangaa kwani dunia imefika wapi? Shida si ati nini? Shida ni huyu malaika aliyetumwa akaambiwa enenda, hebu soma tena, akaambiwa enenda maliza amani duniani. Amen. Na alipewa ruhusa, akapewa mamlaka aende kazi, na akapewa farasi ambayo yule farasi sio farasi wa kufurahisha. Unajua farasi wanakuwa sura tofauti, lakini ukisikia farasi mwenye ni mwekundu inamaanisha danger. Hapa duniani hata ni vigumu sana uone farasi mwekundu, lakini kwa Mungu, kwa sababu yeye ndiye aliyeleta farasi hapa duniani, farasi mbinguni wako rangi zote. Bwana asifiwe. Hapa duniani utapata brown, utapata ya white,
Lakini kupata ya red ama ya yellow ama ya hiyo inakuwa vigumu sana. Kwanza red ni ngumu sana, lakini Mungu ako nayo. Yule mtumishi wa Mungu alipokuwa kiona hiyo maono, akaona malaika fulani amepewa farasi mwekundu na akaambiwa enenda maliza amani duniani. Hebu soma hiyo mstari wa 4 tena tusikie vizuri, kwa sababu pengine watu wamesahau venye ilikuwa imesema. Akatoka farasi mwingine mwekundu sana. Mwekundu sana. Sio wekundu ya kawaida. Unajua kuna wekundu yenye ukiangalia ni kawaida. Kama hata hii ni red. Lakini nakwambia my friend, kuna red nyingine ukiangalia hivi bado unaweza sikia kutoroka. Red ambayo ina shine ama inakuonyesha kabisa hii ni red ambayo inamaanisha danger. Amen. Ni red ambayo hata hapa duniani sijui ni nani mwenye anaweza mix rangi kama hiyo. Pengine tuseme duniani kuna uwezekano, lakini kuna red ambayo unaweza angalia hivi kutishe. Red ambayo iko na red ambayo iko tiki ama imeshika ama ina reflect uoga. Amen. Juu ya venye ni red. Bwana asifiwe. Huyo farasi akaonekana akiwa wa red. Na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi. Yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi. Katika nchi. Ndio hiyo ambayo tunapitia. Mambo ambayo tunaiona sasa hivi ya kawaida duniani. Amani iko duniani kweli? Jibuni tu, amani iko duniani. Mambo yenye tunaendelea kuiona, kuna amani duniani kweli? Hakuna amani duniani. Amen. Ni huyo malaika aliyetumwa, aliambiwa enda maliza amani. Enda maliza amani. Bwana asifiwe. Vifo zingine zenye tunaziona hapa sio za kawaida. Mambo zenye tunaona mpaka mambo kama haya ya corona ili tuletea hofu kubwa sana duniani. Hebu imagine makampuni zilifungwa. Mpaka sasa hivi makampuni mingi hazijarudi kazi. Sasa ni juzi tu tena Nairobi walikuwa wamefunga. Amen. Nairobi na mahali kwingine walifunga tena, wakaambiwa endeni nyumbani kama venye tulikuwa tu mara ya kwanza. Stay at home. Wakaambiwa fungeni kazi, endeni nyumbani. Kwa sababu masaa yenye umewekewa ni masaa ambaye alafu kazi mingi ni zenye zimesimamishwa, kazi zenye zinafanyana watu wengi waende town kama hoteli, kama biashara, kampuni zenye watu wanakaribiana sana, unasikia kama sio lazima kazi kama hiyo ifanyike wakati huu, wacha hata hiyo ifungwe. Unapata watu wamevutwa kazi, watu maelfu na maelfu. Bwana asifiwe. Ni amani, kwa sababu wakati mtu hayuko kwa kazi, ni kitu gani anachopitia katika maisha yake? Si ni hofu kubwa sana. Hebu imagine umeambiwa enda nyumbani, umezoea. Kwanza unajua kuna watu wanakuwa wamezoea kuandikwa. Angaje nataka kuongelesha watu wenye tuko hapa kanisani na wenye pia wako nyumbani. Tuache kuzoea sana kazi ya kuandikwa. Bwana asifiwe. Wacha tujifunze pia sasa ingine kufanya kazi ya kujiandika. Bwana asifiwe. Kazi ya kujiandika sasa ingine inakuwa mzuri. Kwa sababu nakumbuka kama wakati corona ilianza, watu wenye tulizoea kujiandika, ulikuwa unapata unajifanyia ama unapata unatafuta mbinu mbadala. Kama ulikuwa unafanya kazi hii, unabadilisha kazi nyingine ambayo unajua hii nikiweza kuja mahali kama hapa nianze kuuza nyanya, hakuna mtu mwenye ataniuliza nitauza nyanya. Kwanza siku hata kulienda kulikuwa kuzuri sana, kwa sababu kulisemekana kwamba chakula mtu akatashi kuuza chakula, lakini vitu vingine zenye sio lazima, kitu ambayo sio lazima iuzwe, wachaneni nayo. Unapata wenye wanauza nyanya, wenye wanauza mboga hawakatashi, lakini mwenye unauza nguo ya mtumba, wakati tunauza nguo ya mtumba unaambiwa wewe funga kazi enda nyumbani, kwa sababu sio lazima watu wabae nguo yako, watu wako na nguo zingine watavaa wakati kutatulia. Bwana asifiwe. Nataka sana tuanze kuzoea kujiandika. Bwana asifiwe. Kwa sababu watu wengi wanapitia magumu sana kwa sababu wamezoea tu kuandikwa. Bwana asifiwe. Wamezoea tu kuandikwa. Jizoeshe kufanya kazi ya mikono yako. Na ninaona mpaka sasa hivi mpaka masomo hapa duniani ama hapa Kenya kwanza, juu tumebaki nyuma kidogo, nchi zingine zilishajua hiyo mambo. Wameanza kusema ni vizuri sana watu wajifunze kazi za mikono. Bwana asifiwe. Yaani kitu ambacho unaweza jifanyia. Ukienda toka pale barabarani useme ni mandazi unapika, ununue unga kama umenunua 120, ukipika mandazi uze upate kuna juu kuna 150 faida, upike unga mbili uko tayari na 300 na umekuwa tu hapo wewe mwenyewe. Ni mafuta tu umenunua, jiko na makaa. Na umetengeneza 300 ya haraka sana. Asubuhi watu wanakuja wanakula mandazi haraka haraka kama kangumua haraka na umetengeneza zile fedha bila kuandikwa. Ninaweza taka sana watu wengi iwezekanavyo wajizoesha kujiandika. Na unajua tukazi tu watu wanadharau, tukazi tu ujinga ndio tunainuanga watu. Hata sisi tulianzia kazi ya chini sana. Tulianzia hawking, mimi nilianzia hawking. Nilikuwa nauza kalamu na kitabu ile Hello Child. Penseli za 20. Nilianza kwanza na penseli ya 20. Nilikuwa nanunua 20 bob. Nikizigawanyisha mara mbili nauza 20 inakuwa 40. Na nikawa nimeanza kujua kujiandika. Hebu sasa angalia penye niko saizi. Saizi niko kiwango kingine cha juu zaidi. Hata nikiambia mtu nianze hawking anaweza ruka. Anaweza sema hapana, unanidanganya wewe, ulipata mali kwenu, ulipata mambo iko sawa. Lakini sio hivyo. Bwana asifiwe. Nilianzia chini sana. Usiwaidharau kujiandika. Kujiandika ndio kitu kizuri sana. Kwa sababu wakati unajiandika unakuwa na experience ya maisha sana. Alafu mambo ikibadilika hauwezi kuwa na stress kama mtu mwenye amezoea. Mimi nimezoea tu kuandikwa katika hoteli.
Amen. Nimezoea tu kukaa chini, kukua kwa hoteli, jioni nipewe pesa zangu. Na kwanza hizi hoteli sasa zingine watu wengine wananyang'anya watu pesa sana. Ninasikia malalamiko mingi sana. Unapata mtu anafanya kazi na hata ikifika mwisho mwezi haulipwi. Mtu anakusumbua. Mpaka hoteli zingine zinaheshimika. Kubwa unapata watu wa huko hawalipwi, unashindwa shida gani iko na hawa matajiri. Wanapata pesa lakini hawataki kulipa wafanyikazi. Amen. Si kama mtu hawezi kulipa wafanyikazi, siandike tu wafanyikazi ambao anaweza kumaintain kuliko kuandika wafanyikazi wengi uanze kukataa kuwalipa. Bwana sifiwe. Ati kwa sababu anajua huyu mtu ako desperate yani aiomba kazi. Ati kwamba wakati kunatakana mtu mwingine pia wakati huyu amesumbua akiweza kuitisha pesa zake na kuzanisho kimadharau, anaambia wewe kwenda, unaweza kunisumbua pesa zako najua niko nazo nitakulipa, hata enda nyumbani, hata utafanya kazi. Alafu anapiga simu kwa mtu mwenye alikuwa ameomba kazi, tena anaita mtu mwingine mgeni anakuja na replace nafasi yako. Yule mtu mwenye amekuja ku replace nafasi yako pia anafanywa hivyo. Baada ya mwezi kuisha halipwi. Wewe unapata wana survive hivyo. Mahoteli mingi tumegundua wanafanya hivyo, wanafanya tabia mbaya sana, kunyang'anya watu pesa zao. Mtu amefanya kazi unashindwa kutembea mchana mzima tena ukinyang'anya pesa zako. Hebu angalia, shida ya kukubali kwamba wewe ni wa kuandikwa. Bwana sifiwe. Ngoja tujizoeshe kujiandika bwana. Ndio at least akili yetu ianze kufunguka. Hata afadhali uze hata unga moja ama unga mbili, ama au fikirie uende uze nyanya ama mboga, utengeneze 100 yako 200 300 ambayo ni si ya kuandikwa. Kwa sababu the more unakubali kuandikwa, mambo kama hii ya kuleta shida ama mambo kama haya ambayo inakuja, utakuwa kwa shida kuliko mtu mwenye amezoea kujifanyia kazi ya mikono yake. Bwana sifiwe. Ngoja tu tujaribu hiyo kabisa. Hata kama pengine itauma wengine hapa juu hiki tutaenda katika mtandao. Wengine watasema bwana tunataka sasa sisi tufanye nini? Ni sawa tu, kuna wenye bado watakuwa huko kwa kuandikwa, lakini wacha watu wengi iwezekanavyo wajue kujifanyia kazi yao. Bwana sifiwe. Hata kama ni kazi ndogo. Bwana sifiwe. Tujizoeshe tu hivyo. Kwanza hapa hema la maombi. Nataka tu tukue watu ikiwezekana tujiandike. Hata kama ni kazi ndogo hizo. Uza tu hata ukitengeneza 200 ama 300 iko sawa ya kujiandika kuliko 500 ya kuandikwa ambayo mambo inadharibika dakika na hauna hope, haujui lolote, hakuna jambo ambalo unalijua. Bwana sifiwe. Tujaribu tu katika jina la Yesu Kristo. Hebu soma huo mstari. Hiyo mstari mwingine, hiyo mstari wa ile imesema kwamba ati malaika wa kuondoa amani akaonekana na akapewa farasi mwekundu zaidi ili akuja ahangaishe. Unajua farasi inamaanisha ni vita. Yaani ametumwa mission. Bwana sifiwe. Ametumwa mission. Na hakuna kitu mbaya kama uone farasi. Zamani unajua farasi ndizo zilitumikaga. Ungesikia farasi zinakuja mahali fulani, mjue ninyi mmeisha. Watu wa huko mjue mambo yenu iko mbaya kwa sababu mmepandiwa vita, na vita iliko hapo ni ya kuua, mwenye atapona ni bahati. Bwana sifiwe. Farasi ni kukuja kumaliza. Akatumwa mission ya kumaliza amani duniani. Bwana sifiwe. Haya, mstari wa 8 naye ikasema kuna mwingine alionekana wa kukuja kuua. Hebu tusikie hiyo mstari wa 8. Hapo 8. Nikaona natazama farasi rangi ya kijivujivu. Huyu alikuwa wa kijivujivu, alikuwa anafanana ile speaker yetu ile speaker yetu ya kitabu. Unajua siku hizi tuko na speaker mbili. Siku hizi tuko na black hapa mrefu na tosha na fridge. Ketu ka kitabu ndio kale pale nyuma. Yes, anaona mwanga anakamulika vizuri sana. Amen. Na yeye aliyempanda jina lake ni mauti. Naye aliyelipanda jina lake alikuwa ni mauti. Huyo sasa alipewa mamlaka ya kukuja kuua. Amen. Hebu angalia, vifo tunaziona hapa duniani ni za kawaida kweli? Ni za kawaida kweli? Sio za kawaida, si ndio? Ni huyo malaika. Ako na mamlaka ya kuua. Amen. Ako na mamlaka ya kuua, ndio siku hizi kuua. Watu siku hizi wamebeba kuua ni kama jambo ndogo sana. Amen. Yaani kuua siku hizi ati unaweza kwa sana tu na mtu achukue kisu akudunge tumbo, ukufe. Naoni ni kitu. Amen. Hata akisikia wengine wamefungwa, kwa TV amekuwa akiona watu wanafungwa, lakini haoni ni kitu. Mtu kukudunga ni dakika. Na ndio tunaambiana watu saa zingine, ukiona mtu anaweza kukutishia kukudunga kisu bwana, ama anajitisha kwamba anaweza kufanyia kitu mbaya, achana na huyo mtu. Wacha na mng'eng'ano yako, kwa sababu huyo mtu spirit yenye inamuongoza sio yeye. Kuna roho ya uaji hapa duniani. Bwana sifiwe. Kuna spirit ya uaji ambayo watu wanaua, wanarudi ukimuuliza kuliaje ukaua, hata yeye mwenyewe ajui. Alistukia ameshafanya kitendo chenye hata yeye mwenyewe anabaki akijiuliza na nimefanya nini. Bwana sifiwe. Kumaanisha sio yeye alikuwa anajiongoza, kuna spirit fulani imemsukuma kufanya jambo lile. Bwana sifiwe. Huyo malaika akionekana, malaika huyo wa kijivu akaonekana akiua kwamba yeye ni kifo. Na kuzimu akafuatana akafuatana naye. Nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi. Wakapewa mamlaka robo ya nchi.
waue kwa upanga, waue kwa upanga na kwa njaa. Na hizo ndizo tunaona saizi, si ndio? Mara mingi ni upanga inatumika, kisu na njaa. Unasikia kuna njaa mahali fulani, watu wamekufa, sijui watu wangapi, sijui nini, nani amedunga nani, sijui nani amefanya hivi. Na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Bwana asifiwe. Pumzika dada yetu Karani, tumpigie makofi mazuri kwa sababu ametusomea vizuri. Bwana asifiwe. Amen. Mungu atusaidie. Amen. Hii dunia mambo yenye iko, tusiposimama pengo la kuomba Mungu atuhurumie ili akinge huyu malaika, ili huyu malaika asikufikie, ili malaika huyu usimshuhudie akiwa kwako karibu. Amen. Huyu kwanza wa kumaliza amani, kwa sababu amani, yule wa kumaliza amani anasimamia mambo mingi sana. Kwa sababu tumeona yeye ndiye ameongoza kwanza. Mkuje mkose amani kwanza. Baada ya kukosa amani, hofu zifuate, kifo ifuate nyuma. Unaona zinakuja kama zimefuatana. Wakati uko na hofu, alafu tena kifo ikufuate. Hebu niambie utakuwa wapi? Vifo uanze kusikia huyu amekufa, huyu amekufa. Kwanza kama sasa hivi yenye tunaongea, tumekondolewa na vifo namna hii. Tumekondolewa na kifo macho hivi. Bwana asifiwe. Corona mmesikia story yake kwamba ni kitu ambacho kikushika kukufa ni rahisi zaidi kuliko kupona. Bwana asifiwe. Ni Mungu tu asaidie watu wengi hata hapa Afrika. Mungu ametusaidia tu, juu ametupea miili mzuri. Huwezi jua kwa nini Mungu aliumba mwanadamu wa Afrika hivyo. Bwana asifiwe. At least Mungu anatupea nguvu kidogo, lakini bado usidhanie sasa uko safe. Bado hauyuko safe kwa sababu wewe haujui mwili yako venye iko. Inaweza kuwa wewe ni kati ya wenye hawana hizo nguvu za kumaintain huo ugonjwa. Ukisemana wa Afrika wako na nguvu, kumbe wewe ni kati ya wenye hawana hiyo nguvu ya kumaintain. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunafaa tuzidi kumlilia Mungu na kumwambia Mungu, Jehova, usikubali spirit ya huyu malaika ambaye alikuja kumaliza amani, huyu ambaye alipewa mamlaka ya kifo, usikubali ingie katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Kwa sababu akiingia, kifo kitakuandama na kitakushika na kitakugongesha tu chini. Bwana asifiwe. Na sio kupenda kwako. Hata yule mwenye atakuwa amekuua, sio kupenda kwako. Na ndio nasikia hata siku hizi watu waliengota wakiwa, hakuna ati kwenda kufungwa maisha, hakuna ati kwenda kunyongwa, anaenda anafungwa tu maisha. Kwa sababu watu wengine wanasemanga hata hawakujua venye kulienda. Bwana asifiwe. Duniani siku hizi watu wanapigana sana na hiyo kitu. Si mnakumbuka kama ule jamaa mwenye aliua George Floyd kwa internet? Unajua ni vizuri sasa ile kwa mitandao. Yule jamaa, yule polisi aliyemwekea magoti, kuna jamaa aliyewekea mzungu mweusi kule Amerika, akamwekea magoti kwa shingo yake kama amemkanyagia chini. Yule jamaa alikuwa anaitwa George Floyd. Wakati aliwekwa magoti, jamaa anamwambia, "Niwaachilie nisipumui vizuri, tafadhali acha kuniwekea magoti." Yule mzungu ambaye alikuwa amemwekea magoti na alikuwa polisi, akakataa kuondoa magoti yake karibu dakika 9. 9 minutes. Yule jamaa akiendelea tu kusema, bahati nzuri kukawa na sijui ni katoto ama ni mtu fulani alikuwa anachukua ile video. Anasikia tu George Floyd anasema kwamba tafadhali niondolee magoti, sipumui vizuri. Jamaa hasikii, amemkanyagia tu chini na amemwekea magoti exactly hapa. Amemwekea magoti moja, alafu jamaa ameweka mkono moja. Alikuwa amemwekea mkono moja hivi. Hebu kuja kwa hiyo. Si nani? Wacha tu nifanye. Aliweka hivi. Unaona? Magoti ndio hii. Akamwekea iko kwa shingo, alafu mkono mwingine ilikuwa kwa mfuko. Yaani ana haraka, alikuwa amemkalia hivi. Sasa hii magoti yenye nimeweka chini imemkalia kwa shingo. Alafu jamaa ameweka mkono kwa mfuko hivi, amesimama tu. Floyd anajaribu kumwambia, "Ninaumia. Siwezi kupumua." Huyo polisi hakuondoa mguu wake kwa hiyo jamaa mpaka jamaa akakufa. Na ikaleta shida sana. Kama kuna wakati mlisikia kulikuwa wakati corona ilikuwa imebamba sana huko Amerika, mkasikia kuna mtu amefanya Amerika imegoma karibu yote. Ni huyo George Floyd, alikuwa Muamerika mweusi. Alikufa. Yule jamaa tu akiambiwa tu kwamba ninaumia, nisipumui vizuri. Mpaka ndio ulikuwa unasikia I can't breathe, hiyo msemo ilitoka hapo. I can't breathe. Siwezi kupumua, sipumui vizuri. Niwaachilie tu goti, ondoa goti kwa hakuondoka. Mimi niliangalia hiyo video mpaka nikamwaga machozi. Wakati huo niliona hiyo video. Kabla hata jamaa hajashikwa, niliona hiyo video yake kwa internet. Mpaka nikamwaga machozi. Alikufa akisema niwaachilie, sipumui vizuri. Yule jamaa sasa hivi alifungwa. Mungu alisaidia kwa sababu kulikuwa na yule president mwingine mwenye alitoka. Lakini sasa hivi president mwenye alikuja ni mpya. Na yule president mpya alikuwa amesema kifo cha George Floyd mwenye alikuwa amekifanya amekisababisha analipa gharama. Kwa sababu alijua yule president mwenye alikuwa ametangulia ni kama ako na mapendeleo ya rangi sana. Ni jamaa mwenye hata hapa duniani mpaka sasa hivi hakupendeza watu wengi, kwa sababu hakika yule president mwenye ametoka ndio huyu akaingia wa Amerika. Mimi najistaki kuwataja jina, unajua majina zao. Yule president alikuwa na ile ubaguzi wa rangi sana. Hakupenda watu weusi.
Kwa sababu hata wakati aliingia katika tiketi kule Amerika, alisema kwamba Waafrika wote watarudi kwao, hatataka watu weusi huko. Alisema watu weusi ni watu wavivu sana, hawataki kufanya kazi, wazungu ndio wanachapa kazi, watu weusi wanapenda tu starehe. Alikuwa amesema akiingia, venye aliingia kwanza alisema Waafrika wote atawafukuza huko, watu weusi wote atawafukuza watoke waende. Lakini sasa naye wazungu wenye wanakoka kule Amerika ni watu wako na roho ya utu sana, na wanapenda wale watu weusi. Juu wanaona maisha haiwezi endelea bila hawa watu. At least wakiwa mchanganyiko hivyo kule Amerika, wanafurahianga sana na wanaona maisha inaendelea vizuri, uchumi inainuka vizuri juu ya wale watu wakiwa pamoja. Bwana asifiwe. Kwa sababu mtu mweusi ni yule yule. Kazi yoyote utapata kazi zile zenye zinaonekana mbaya mbaya, utapata wengi weusi ndio wanafanya zile kazi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakamuingilia yule jamaa sana, wakasema alifanya vibaya, wakagoma Amerika mzima. Kwa mara ya kwanza Amerika watu hawajawahi goma. Kwa mara ya kwanza yule jamaa alipokufa waligoma Amerika yote, wazungu weusi na weupe, mpaka wale white waligeuka wakasema kama hivi ndivyo, hii ndio madharau yenye mtafanyia watu weusi, tukiona hata sisi tumekataa. Wakagoma na wakafanya kama venye watu wanafanyaga Kenya. Kibera venye unaona Kibera ikifanyika, kuchoma magari, kuchoma manyumba, wakakuwa wazimu karibu wote. Sasa president huyu mwenye anakuja mpya akawaambia, wakati mtanichagua. Sasa ni huyu mwenye amekuja, naitwa nani? Mwenye amekuja mpya? Biden wakati alikuja akasema, wakati mtanichagua nita make sure kifo cha Floyd mwenye alifanya hivyo watagharamika. Na ni ukweli. Wakati ameingia hata mwaka haijaisha, kesi imefanyika, majudges wamekata. Na jamani, niliangalia juzi kwa internet nikapata amefungwa sijui 44 years, miaka 40 na kitu, 44 hapo. Nakumbuka ilikuwa 240 something, mungkin tu ama ni 4, lakini miaka 40 na jamaa mwenye aliua Floyd alishafungwa. Amen. Ni sawa tu hakunyongwa, lakini miaka anasaidia akona karibu miaka 50 ama 60. Kwa hivyo huko atatoka kama hata pengine atakufia jela. Miaka 40 na kitu, kifungo kwa na miaka 50. Alikuwa kajamaa kanaonekana ukiangalia kama sukuma miaka. Alikuwa na karibu miaka 50. Hata lazima alikuwa anaelekea retire. Ukimwangalia unaona ni jamaa alikuwa amesukuma miaka sana. Alifungwa miaka 40 na. Amen. Hebu angalia vifo vyenye zinakuja. Mtu kama George Floyd alikufa tu kifo ambacho kabisa hakikufa, lakini hebu ona nini ilikuwa inaendelea. Ni hii malaika tu bado. Hii malaika wa kumaliza amani duniani na huyu malaika wa kukuja kuua na kumaliza, ndio huyu alikuwa anafanya kazi. Kwa sababu ni mtu mgani mwenye anaweza weka magoti juu ya mtu na anakuongelesha na kuambia si